aaminie na kufanya nini? Na kubatizwa tufanye nini? Ataokoka. Katika kubatizwa katika kutubu dhambi zetu kwa kumaanisha kuziacha, katika ulimwengu wa roho tunakuwa tumekufa pamoja na Kristo, na aliyekufa lazima azikwe. Sasa Wakolosai 2:12 tunazikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Tunazikwa pamoja na Kristo kwa njia ya nini? Kwa njia ya nini? Kwa njia ya ubatizo. Wakolosai 2:12 mkazikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Tunazikwa pamoja naye katika ubatizo, halafu tunafufuka. Tunazikwa pale tunapotumbukizwa, tukitoka ndani ya maji, tukipanda kutoka majini. Ndio maana lazima yawe maji ya kutelemka, halafu maji ya kupanda. Amen. Acha uasi. Acha kusema mbona yule mhalifu msalabani hakubatizwa. Wewe sio mhalifu msalabani. Mungu anaangalia utii kutoka ndani ya moyo wako. Amekupa mtihani wa kwanza wa kubatizwa. Unabishana hapa. Yule mhalifu msalabani, Mungu alimwangalia kama angemtoa pale msalabani, huyu mhalifu aliweza kumuita Mungu. Alimwambia mhalifu mwenzie, wewe, wakati anazungumza vitu maneno ya ovyo ovyo, akamwambia wewe humuogopi hata Mungu? Unafikiri ilikuwa rahisi kumuita Mungu yeye ambaye amebakia na kinguo kidogo kiunoni? Amechoma mkuki, kila mahali kumeraruriwa, ametemewa mate, amewekewa taji ya miba, amepigwa kwa kila namna mijeredi. Huyu anamwambia humwogopi hata Mungu? Halafu anamwambia huyu ambaye ana kinguo tu kidogo kiunoni, aliyejeruhiwa hivi, anamwambia Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Unafikiri huyu angeambiwa ingia kwenye maji kubatizwa ingekuwa tatizo? Mungu anaona moyo wake. Lakini wewe moyo nje umejaa uasi, ndani ya moyo wako umejaa uasi, halafu unajifananisha na mhalifu msalabani. Ndio maana Mungu ameweka mtihani hapa. Kama umetubu kweli, lazima uwe tayari kwenda.